Kwa hiyo Daudi alikuwa kakamilika nyanja zote, na hivi ndivyo Mola wake alivyomsifu. Anasifiwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Mujahidun, amesema mwanachuoni Mujahid, yani anakusudia isabatul qada'i wa fahmihi, alikuwa akikaa kwenye mahakama akitoa maamuzi ya kesi, anasibu, ni muadilifu, anatenda haki, anakwenda kwa mujibu wa sheria. Akisimama kwenye masala ya kuongea na wananchi, anazungumzia jambo fulani, anaeleweka, mambo yananyooka baada ya kutoa maelekezo. Waqala al-Qurtubi, na Qurtubi amesema al-bayan al-fasil baina al-haqq wal-batil. Qurtubi anasema fasla al-khitab al-bayan al-fasil, alikuwa ni mpambanuzi mzuri wa kutenganisha baina al-haqq wal-batil, baina ya kweli na uongo, haki na batil. Akiwaelekeza wanaoelekezwa wanafahamu kilichoelekezwa, hichi ndicho na fanyeni bidii kukitekeleza, hichi sicho, sitaki nikione. Watu wananyoka, wanaendana na maelekezo yake. Qala al-mufassirun, wanasema wanawachuoni wa tafsiri, kana mulku Daudi qawiya, ufalme wa Daudi ulikuwa ni ufalme wenye nguvu. Azizan, ndio hiyo kuwa ni nguvu na izza ni nguvu. Utatofautisha mwenyewe tu baina ya izza na kuwa. Kuwa inakuja katika mambo ya maada, na izza inakuwa ni masala ya hisia au ya maana. Wakana, na alikuwa Daudi yuwaswisuhu, wakana, na alikuwa Daudi yasusuhu bilhikma walhazmi ma, anawatawala watu wake kisiasa. Yasusu manake ni ule uongozi, administration yake. Anatawala Daudi kwa hikma kubwa, na alikuwa maamuzi yake thabit, mara zote akielekeza jambo limenyooka kwenye maslaha. Daudi alikuwa wayaqta wayajzim bira'yin, alikuwa anakata maamuzi na maamuzi yake yanakuwa ni ya msingi, anapatia. La taraddadu fihi, hana kurudia. Alikosea samanini, tufanye hivi, akitoa agizo linaendana moja kwa moja na hikma ya Allah subhanahu wa ta'ala. Anakuwa ni mwenye kusibu anapotoa maamuzi, ma'al hikmati wal quwwa. Anafanya hivyo kielimu na kwa nguvu yake alionayo katika kusimamia mambo. Wadhalika ghayatul kamali fil hukmi wa sultan, huu ni upeo wa juu wa ukamilifu katika masala yake ya kiutawala na nguvu za kuendesha dola. Alikuwa Daudi yuko vizuri. Kwa leo inshallah tuweke hapo. Kesho inshallah darasa ijayo, kama tutakuwa hai, maana anything can happen at any time. Hatuna mwenye dhamana hata dakika 5 zijazo. Naweza kuondoka hapa mwasia ustazi katutoka, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, ili tuliweke mbele, tusilisahau. Tutatupa moyo wa kutumia huu muda tulionao, kama baadaye tutaondoka tufanye vizuri.